Wakati watu wakila na kunywa, wakipanda na kujenga, wakioa na kuolewa, kwa ghafla bila kutazamiwa, hatima ya maisha yao inaamuliwa kule juu mbinguni. Yesu alituachia somo akisema, angalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulevi na ulafi na masumbufu ya maisha haya, hata siku ile ikawajia kwa ghafla kama mtego. Katika kile kitabu cha Luka sura 21 mstari wa 32. Ulimwengu utaendelea kuwa hivi kama tunavyoona, lakini hatima ya wanadamu itakuwa imeamuliwa juu. Wakati Yesu anakuja, kila mwanadamu atatambua, kwa sababu kutakuwa na ishara na kutakuwa na mwonekano ambao watu watafikia kutambua nini kinakwenda kukuta ulimwengu. Dunia itakuwa katika shida, dunia itakuwa katika adha, kwa kuwa malaika walinzi watakuwa wameziachia pepo na pepo zitavuma. Shetani atautumbukiza ulimwengu katika taabu moja kuu ambayo haikuwahi kuwepo. Watu hatupaswi kujiandaa, watu hatupaswi kufikiria hasa ile siku ya kuja kwa Yesu, bali tunatakiwa kutengeneza tabia zetu, tunatakiwa kutengeneza maisha yetu ili Yesu anapokuja tuwe miongoni mwa wale watakao kuwa na furaha ya ujio wa Yesu. Kwa ujumbe wangu ni kwamba sasa tunaishi katika wakati wa kutiwa muhuri. Ni vizuri kila mmoja akawa anajiandaa kutiwa muhuri, kila mmoja akawa yuko tayari kwa ajili ya kutiwa muhuri. Wakati kazi ya kutiwa muhuri itakapokwisha, Mungu atakuwa amejipatia watu wake wale ambao walikuwa wamejitoa kutiwa muhuri, hao ndio watakuwa watu wake.